Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani iwe juu yenu watu wote. Ndugu yangu mtazamaji wa Face TV TZ, msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yako pendwa, chaneli ya Face TV TZ, mimi kama kawaida ni yule Sheikh Ali Abdalla Kambangwa, mfasiri wako wa ndoto. Leo niko mbele yako tena kukuletea fasiri ya ndoto kadha wa kadha. Ndugu yangu mtazamaji, kipindi chetu ni kile ambacho chenye anwani inayosema jifunze kutafsiri ndoto yako ili uyajue mambo yako. Kwa hiyo leo niko mbele yako kukuletea tena tafsiri ya ndoto ya mwanamke mjamzito au asiye mjamzito. Umelala usingizini ukaota kwamba umezaa nyoka, au baba una mke wako, dada zako au jirani yako tu, umelala ukaota mwanamke huyo amezaa nyoka. Kama nilivyotangulia kusema katika episodes nyingi kuwa ndoto mara nyingi inategemea na muktadha wa hali ya yule anayeota. Inaweza kuwa na tafsiri kadhaa kulingana na muktadha wa maisha yako, hisia zako, dini yako au tamaduni zinazokuzunguka. Kwa hiyo hapa nakuletea baadhi tu ya maana zinazoweza kuhusika na ndoto hiyo ya mwanamke umeota kwamba amezaa nyoka. Tafsiri ya kwanza ya kuota mwanamke amezaa nyoka au wewe mwanamke umezaa nyoka, tafsiri ya kwanza inaashiria mabadiliko makubwa au hofu. Kuota unazaa nyoka mara nyingi hufasiriwa kama ishara ya mabadiliko makubwa yanayokuja au hofu ya kushughulikia jambo gumu Nyoka kwenye ndoto mara nyingi ni ishara ya nguvu za kigeni, hatari au hisia zisizo wazi. Tafsiri ya pili ya ndoto ya kuzaa nyoka inaashiria hofu au hatari ya ndani, kwani nyoka mara nyingi huashiria hatari au hisia za huzuni au ghasia. Kuota unazaa nyoka kunaweza kumaanisha kuwa mwanamke anahisi ana jambo baya katika tumbo lake au kukabiliana na tatizo linalochosha au lenye hatari katika maisha yake ya kila siku. Tafsiri ya tatu, kuzaa nyoka katika ndoto ina maana nguvu ya kimaumbile au tamaduni za ndani. Katika baadhi ya tamaduni, kuota unazaa nyoka hufasiriwa kama ishara ya nguvu ya mwanamume, kiume au kike iliyojificha. Naweza kuwa ni ishara ya ubunifu, nguvu ya kuanza jambo jipya au uwezo wa kuunda kitu chenye nguvu. Tafsiri ya nne ya kuzaa nyoka inaweza ikawa hisia zisizoelezeka. Ndoto hii inaweza pia kuashiria hofu, hatia au hofu ya kudhibiti hisia au tamaa fulani. Nyoka ni ishara ya kitu kinachoweza kuwa hatari lakini pia kina nguvu kubwa. Hivyo kuota unazaa nyoka kunaonyesha mchanganyiko wa hofu katika mambo yako ya maisha yako. Tafsiri ya tano, kwa muktadha wa Kiislamu au kiroho, nyoka mara nyingi huwakilisha fitna, majaribu au maradhi ya nafsi au uadui. Kuzaa nyoka inaweza kuashiria kuwa mwanamke anakabiliwa na changamoto ya kimaadili au zisizo za kawaida, na ndoto inataka
kumuonyesha tahadhari au nafasi ya kujitambua. Lakini pia kwa maana ya adui, nyoka ni adui. Kuzaa nyoka inaweza ikakuashiria pia kwamba katika kizazi chako unaweza ukapata mtoto ambaye hataendana na wewe, mtoto ambaye baadaye utalea, lakini akawa akawa kwamba una fitina naye, hatokaa na wewe, baadaye akakuona kwamba wewe mzazi wako au mzazi wake ni fitna kwake. Kwa hiyo kuzaa nyoka inaweza ikaashiria pia katika kizazi chako unaweza ukaja kupata mtoto ambaye hatoendana na maadili yako, mtoto ambaye atakuwa tofauti na wewe kabisa, ambaye utafarakiana naye wala hutokaa naye pamoja katika maisha yako. Kwa hiyo ukiota hivi, ushauri na kuomba ufanye dua ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kukutengenezea kizazi chako. Kwa ufupi, ndoto ya kuzaa nyoka ni ishara ya mchanganyiko wa hofu, mabadiliko au nguvu za ndani. Ili kutafsiri kikamilifu, ni muhimu kuzingatia hisia za mwanamke katika ndoto, kama alikuwa na hofu au mshtuko au amani, na hali yake ya maisha ya sasa. Kwa hiyo ndugu yangu ulinisikiliza, hii ndio tafsiri ya mtu au mwanamke kuota kwamba umezaa nyoka. Kwa hiyo naomba pia endelea kufuatilia Face TV ili uweze kuendelea kupata mafundisho mengi ya tafsiri ya ndoto kupitia kipindi chako hiki cha Jifunze Kutafsiri Ndoto Yako, ili uyajue mambo yako, na kupitia kwangu mimi mtafsiri wako wa ndoto Sheikh Ali Abdalla Kwambangwa. Ninachokuomba na kushauri, subscribe chaneli yako ya Face TZ, like, comment na share kwa watu wengine ili waweze kupata mafundisho haya. Mimi ni mtafsiri wa ndoto Sheikh Ali Abdalla Kwambangwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.